Hadithi ya tatu, hadithi ya Thauban. Anasimulia hadithi pia ni maarufu bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallam anasema yushiku an tadaa alaykumul umamu min kulli ufuqin. Katika riwaya inakurubia kuitana baadhi yao kwa baadhi nyumati katika kila pembezo ya dunia, wakawa wanaitana kwa ajili ya kuwashambulia, kwa ajili ya kuwapiga vita. Kama tadaa al-akalatu ila qas'atiha, kama vile wanavyoitana wala ni chakula. Al-akala ni jamu ya akil, kama katib kataba, bar barara. Na bwana mmoja nimemsikia akifasiri kama wanavyoitana ng'ombe. Inawezekana walaji hawa wamekusudia ng'ombe. Elimu hiyo kaichukua huko kwa Sheikh wa miaka 40. Wale wanaelewa shaelewa. Lakini al-akala ni jamu ya akil kwa fatha ya kaf na lam. Ila qas'atiha, na qas'a ni sahfa, ni sinia wanaoshiba watu 10. Ikiwa chini ya watu 10 ni as-sahfa. Na kuna majina yake. Ikiwa chini ya mtu mmoja yaitwaje, na ya mtu mmoja yaitwaje. Basi lugha ya Kiarabu ni lugha pana sana, sio kama lugha ya Kiingereza, lugha ambayo haina lolote, lugha maskini. Lakini ndio hivyo tena. Kama wanavyoitana walaji chakula kwenye sinia. Sinia ni tofauti na sahani. Mwingine hawajui kwa tofauti ya sinia na sahani. Kwa wanavyoitana watu pale, njooni tule. Watu wanashambulia chakula, watu 10 wanakaa wanakula chakula. Mtume akatoa mfano sallallahu alaihi wasallam ndio watakavyoitana hao maadui. Masahaba au mmoja katika sahaba akamuuliza bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, famin qillatin yawma idhin, ni kwa sababu ya uchache siku hiyo. Hayo wanayozungumza yawma idhin ai tanwini iwaf, wakati huo yatakaotokea hayo ya watu kuitana kutushambulia, tutakuwa ni wachache. Ni kwa sababu tu ya uchache. Alikuwa anawaza labda inawezekana sababu ni uchache, idadi na watu kuwa wengi. Hao mabwana maadui ya al-umam zitakuwa idadi yao ni kubwa sana. Mtume akasema la, bal antum kathirun, ni mtakuwa wengi. Ni mtakuwa wengi. Au bal antum kathir, mtakuwa wengi wakati huo. Walakinnakum ghutha'u ka ghutha'i sayl, lakini nyinyi wakati huo wingi wenu utakuwa hauna manufaa yoyote. Kitafuta sensa, nyinyi mko wengi, wingi wa idadi, lakini nyinyi ni ghutha ka ghutha'i sayl. Ghutha imetajwa kwenye Qur'an. Nani anaweza akasoma aya ambayo ndani yake kuna tamko la ghutha? Nani hafidh? fa akhadhatuhum as-sayha waja'alnahum ghutha'a fabu'dan liqaumi adh-dhalimin. Ndio wana asubuhi pia niliuliza, hapana mtu hata hafidhi hapa katika wanafunzi wako sasa? Na kama wanashangaa au mnafanya oga, mtusaidie sababu sisi tena vichwa maji.
umri huu tena ni umri tushachelewa, ni watoto wadogo. Ama mkuhifadhi sasa hivi kazi mnayo, kuweni muyaone, sisi tushakuwa tuyaona. Sura gani hiyo na ustaz? Suratul Mu'minun. Nyingine sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa, mpaka wapi? Faj'alahu ghutha'an ahwa. Ndio ukirudi katika tafsiri utaona wale walifanywa hivyo baada ya kujiwa na adhabu ya Allah, akawafanya ni ghuthaa. Na huku Allah anayazungumzia nabati, mazao mbalimbali aliyoyatoa katika sabbih isma rabbikal a'la almar'a, alafaj'alahu ghuthaan. Mtaona tafsiri hizo zote na tafsiri hii walakinakum ghuthaa, manake hamna faida, ni idadi tu, idadi isokuwa na maana. Na kinachotakiwa ni quality, sio tena quantity. Sio masala ya idadi hapa, ni quality. Quality yenu imepungua kabisa, hamna thamani. Ka ghuthaa isaili. Ahlul ilm wanaeleza ghuthaa ni maala wartafa min az-zabad, katika yale maporomoko au maji yanotiririka, kile kinachokuwa juu katika uchafu, az-zabad ndio ghuthaa. Wako wanaona ni kile kinachonyanyuka juu ya kibaya, kilichonyanyuka juu ya kizuri. Kwa chini kuna maji safi, kutama juu kuna povu. Kwa ikifikia kiwango kuna watu ambao wajuu juu ndio wanatazamika, lakini wao ndio watu wachafu waovu. Wale watu waheri ndio watu hawatambuliki katika mjitamaa. Basi kwa nyinyi wengi, lakini wengi huo ni kama vile povu na uchafu uliokuwa juu ya maji, hamna thamani. Na ghuthaia haikutokea kwa masahaba. Sahaba walielewa kwamba haya maneno yanawahusu watu watakaokuja, lakini masahaba walimuuliza bwana mtu, wakati huo itakuwaje? Masahaba hawakupatwa na ghuthaia. Walakinakum ghutha'u ka ghutha'i sayl. Tumeelewana? Sababu ya watu kukusanyikiwa na maadui, wakafanywa ni madhalili, wakashambuliwa, wakauawa, silaha wenzetu wanazo zenye nguvu, wakipigwa watu wanakufa. Tunakaa tunajiuliza sababu nini? Ukisoma katika comment wengine ambao si waislamu, haiwapi huyo Allah wenu sasa? Kuna watu wafa. Wengine kweli Mungu yupo hapa. Hii alhawan na hii dhaaf mnoiona, Mtume sallallahu ameitaja. Watu wataitana kuwashambulia nyinyi, mtashambuliwa kutoka kila kona ya dunia. Si kwa sababu mtakuwa wachache, mtakuwa wengi. Walakinakum ghuthaa ka ghuthai sayl. Wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum almahabata minkum. Na Allah jambo jingine atakolifanya, atavua kutoka kwenye vifua vya maadui wenu hofu ya kuwaogopa nyinyi, itaondoka. Wala yaqdhifanna Allahu fi qulubikum alwahn. Kisha Allah atatupa na kuweka katika nyoyo zenu alwahn. Masahaba ni Waarabu, walikuwa wanaelewa tamko la alwahn maana yake dhahir. Na masahaba kuna wakati walikuwa wanajua kabisa, kuna wakati walikuwa wanafahamu kwamba
hapa dhahir almutabadar ndio muradi wakati mwingine, kumbe sio hivyo. Na kuna wakati walikuwa wanajua kwamba adh-dhahir sio muradi, kwa maana dhahir ni ile maana ya mwanzo ya tamko, maana inayopatikana na dhihiri likitamkwa tu. Ukiambiwa jiko lina maana gani? Si kuna maana ushaelewa jiko. Kuna katu kama yule bwana akachukua jiko jana baada ya Isha. Ile almaana almutabadar fi dhihni sio muradi wake. Umeelewa? Kwa masahabu walielewa ile alwahan. Lakini kama ukoona hapa ile dhahiri kama haingii, wama alwahan ya rasul, hii wahan wewe umekusudia nini wewe mtume wa Allah? Sababu wahan inaweza kuwa ni maradhi, unyonge, lakini hapa umekusudia nini? Mtume akaifasiri hubbu dunya wa karahiyatul maut, kupenda dunia na jambo la kufa litakuwa ni jambo mwalichukia sana, na sababu za kupelekea kufa mtazichukia. Matatizo, ukiona hapa pana shida, hapa niende sehemu kusoma mwezi mzima ugali na maharage, yani tabu kwako wewe, wachukia tabu, penda dunia tu, taka ule ubwabwa kila siku na samaki. Nisa bwana madrasa kule bwana mayai bwana kila Ijumaa biriani. Ndio wale watu wazembe watajazana madrasa hiyo, sababu wapenda dunia. Sasa haya maneno pia ya bwana mtume katika hadithi ya 3 utayaona yote. Ukichukua hadithi 3 sasa tunapata zile alqawasim almushtarika. Vitu gani hapa vimeingiliana kwenye hadithi? Utaona kumbe sababu ya udhalili jumla na udhaifu kwa Waislamu ni kuacha dini. Hatta tarji'u ila dinikum. Hadithi ya pili tumeisoma, udhalili na unyonge kwa wale ambao watafanyaje, watakhalifu amri. Na ukisoma au ukitazama hadithi hii, walakinnakum ghutha'uka ghutha'i sayl. Al-Imam Al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi anasema sababu itakaowafikisha watu katika wasfu huu ni kuyaacha mambo mawili, na kinyume chake ili watu wasiwe ghuthai sayli ni mambo mawili, yataallaqu bililmi an-nafi'i wal-amali as-salih. Watu wakishaiacha elimu na matendo, elimu yenye manufaa na matendo bora, matendo salih, basi watu watakuwa ni ghutha. Sababu ni wasfu kwamba watu tu viwiliwili, idadi kubwa, lakini hawana maana, vifua vyao havina iman as-sadiq, hawana matendo mema, kwa wamekuwa kama vile mapovu uchafu. Kwa ujumla kuiacha dini ndiyo sababu ya ujumla, nyingine zote ukizitaja zarudi kwenye dini. Na sababu almadia hizi za kimaumbile, silaha, vifaa mbalimbali na mambo mengine ya kidunia, hizi ni sababu za faata, ni tabia zenye kufata. Wa illa hawezi kufanikiwa watu wakaondoka katika udhalili eti kwa kuwa na silaha nzito, kuwa na maendeleo, wakawa na magari, wakawa na majumba ya kifahari, wakashika hatamu mbalimbali katika serikali, tukawa tuna mawaziri wa Islamu. Ziko nchi kuna mawaziri wote wa Islamu,
wabunge waislamu mpaka sheha, lakini na maisha na udhalili wa Uislamu uko wazi kabisa, udhaifu wa Uislamu uko wazi kabisa. Kwa sababu hizo sio sababu za msingi, wala sababu hizo sio sababu zilizowapa izza masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Sikilizeni kauli ya Umar, kunna adhilla, sisi tulikuwa nini? Madhalili, anasema Umar. Kabla ya nini? Kabla ya Uislamu. Fa'azzana Allahu bilislam, izza ambao ni dhidi ya udhaifu na dhaifu na alhawan. Allah alitupa sisi kwa sababu ya nini? Uislamu. Fa in ibtaghayna al-izzata, kama tutatafuta izza fi ghairihi, ay fi ghairi al-islam, kwa usiokuwa Uislamu, tukatafuta izza nje ya Uislamu, tukaona kwamba sisi bwana tutaweza pata izza, tukawa na nguvu kwa sababu imma ya demokrasia, tukaingia katika siasa ya demokrasia tukasimamisha watawala, au tukaingia katika hadhara, tamaduni na thakafa na ustaarabu wa magharibi, tukaona ndio utatufikisha katika maendeleo. Leo kuna watu kujieka bwana tu hivi manyuma tu, vaa kanzu, kufuga ndevu na nini bwana, vipi shekhi? Wako watu wanaona maisha haya dini kujifunika wanawake kukaa ndani na nini, mpaka lini shekhi maisha haya? Mwezi kuendelea. Wako watu wenye maneno hayo, mwezi kuendelea nini na sera zenu hizo, sera za ujima. Unajua neno ujima, sera za Stone Age mtuletea leo bwana, wakati huu tena karne hii ya 21 aleta mambo nakuwa ni primitive, si ndio? Maneno fulani wanayozungumza yenyewe kizunguzungu na dharauliwa. Kuna watu wanaona eti wanaweza kupata izza nje ya Uislamu. Anasema Umar, habana bana, sisi tulikuwa madhalili kabla ya Uislamu. Ulipokuja Uislamu ndio ukatupa izza, na tukiitafuta izza nje ya Uislamu hatuwezi fanikiwa. Kwa mimi muhadhara wangu utakuwa umeisha kwa ufupi. Sababu ya udhaifu wa Uislamu ni kuacha nini? Kuacha dini, ni kuwa mbali na dini ya Uislamu. Na sababu ya izza hatta tarji'u ila dini. Menelewa? Wasiokuwa Waislamu waliyadurusu haya, hasa wale almustashriqun walidurusu hizi ahadith alayat mbalimbali, wakaona hawa bwana yatakiwa tuandalie mifumo na mitaala ya kuipenda dunia. Hata ukitafuta historia ya dola ya Andalus ilipoanguka, ni wale watawala kuzama katika dunia. Wako watu wameandika vitabu asbabu sukuti dola ya Andalus, utaona katika fahari ya kidunia na kadha, ambao hii bwana mtume sallallahu aliitaja katika hadithi nyingine, mal faqara akhsha alaykum, mimi siogopei nini? Fakiri. Hofu yangu kwenu nyinyi si ufakiri, lakini naogopea nini? An tubsata alaykum dunya, ninachokiogopea kwenu nyinyi ni kufunguliwa nyie dunia kama ilivyofunguliwa dunia kwa waliopita kabla yenu. Fatanafasuha, mtaishindania dunia kama wao walivyoishindania dunia. Fatuhlikakum kama ahlakatuhum, na dunia nyinyi itakuangamizeni kama ilivyoangamiza wao. Ndio kwanza ya bwana mtume sasa. Nyinyi mnaonaje leo hatushindani dunia sisi? Nyinyi mliopo msikitini mnaonaje?
Kuna watu hawapo kwenye muhadhara, wao kwenye maduka, wengine bado wapo Kariakoo. Jana tuna dunia. Ana nimechelewa bwana, lakini nasikiliza live bwana, niko live. Acha kutufanya mabahao. Na sisi tutoe mihadhara live sasa. Toto tutoe mihadhara live. Na sisi tumje hapa siku mkusanyike, Abu Khawla yuko Pangani live bwana. Ndio kwa ndo ninyi mme live na sisi tu live. Mbona sawa kweli? Lakini nampata hapa Sheikh live. Mtu anaminyana ashindani ya dunia. Na wakati mwingine hiyo dunia wala hainufaishi dini basi. Ni yeye na tumbo lake na familia yake na tupu yake. Kipata mke huyo atakawa pili, atakawa tatu, atakawa mke wa Kiarabu basi. Kijenga nyumba hapa, atakajenga nyumba kule basi. Lakini ustazi wake zote kwa nyumba ya kupanga. Mara ustazi kaletewa fuso hapa, kesho ana kirukuu, yeye ajenga nyumba ya 4 tu. Niko live, nampata live Sheikh. Ya dunia. Takiwa sasa haya tuyalete katika ground ya maisha. Najua mtachukia wengine. Au si? Lakini hebu tazama hadithi hii niliyoitaja. Mtume anasema, "Siogopei ufakiri. Ufakiri si jambo litakuangamizeni. Ninachoogopa ni kufunguliwa dunia. Antubsata alaykumud dunya kama busitat ala man kana qablakum." Kama watu waliopita kabla walikunjuliwa dunia. Wewe soma falme zilizopita. Soma kwenye Qur'ani ufalme ulifikia kama wa Suleiman. Yani ile sakafu ni ya kioo. Watu walikuwa mbali. Watu wanashangaa. Suleimani ni dunia, yule alikuwa ni mfalme. Suleimani anakwenda kwa upepo. Nani leo mtawala katika dunia? Msione wanajua tukao tusome. Msitanganywe sana mkaona haya maendeleo, sio kitu hichi kiligundulika juzi. Wewe unajua kioo. Soma Qur'an. Wala kina Rustum watu wanaingia kule katika tawala ya mtawala ndio Rustum sijui ndio. Rustum ndio aloingia katika tawala. Mtu anaingia katika ule utawala au katika kwa yule mtawala na kwenda kuzungumza naye, ile ardhi ile ya wale watawala ni ya dhahabu, yani ile sakafu. Weza mkadanganywa tu uko shule, kioo kimegundulika mwaka ngapi, sijui hii mwaka wangapi, hii mwaka, uongo mtupu. Watu walipata maendeleo makubwa. Suleimani alikuwa anakwenda kwa upepo. Kiamrisha upepo, unamchukua. Akitoka huko upepo unamrudisha. Nani mtawala huyo kwa duniani? Si mnatengeneza madege nyinyi? Nani leo anaweza kuongea na ndege? Suleimani alikuwa anaongea na ndege na wadudu. Aongea nao. Suleimani alikuwa anaamrisha majini wanamjengea. Haya zimetaja wazi, majini walikuwa wengine ni wajenzi. Wengine ni ghawas, kazi yao ni kuzama baharini, madivers. Wanakwenda chini kumletea dhahabu na dudu. Walikuwa wanazamaje? Kwani bahari imebadilika? Bahari ni ile ile, utazamaje mpaka ukachukue lulu? Mlikuwa wanatumia nini? Pumzi gani? Sababu kitaalamu mtu akenda chini ya bahari, basi kutumia zaidi ya dakika moja bila ya kuhema kule chini, huyo ndo mtu ana pumzi nyingi sana. Yani alafu hesabu sekunde 60, ndo mtu hapa amekwenda ardhini. Ndio yuko chini ya maji kama anavua na kadha hivi, ndio maana watu wanatumia mitungi. Sasa wale walikuwa ni ghawas, wametajwa kwenye Qur'an. Ni teknolojia kubwa sana watu walifikia huko wakati huo. Sasa tuna wakati wa kueta, lakini ukisoma Qur'an vizuri utaelewa sana ulimwengu. Sio kadanganywa. Wazungu ni watu washenza na kudanganya sana sisi. Kuna kila mambo wamegundua wao. Yaani wao ndio wamekuja na maendeleo yani. Kuna watu walifikia maendeleo makubwa wazungu hawajafikia. Watu walikuwa na maguvu wametajwa kwenye Qur'an. Jabu sakhara bilwadi, au sio? Ni leo tunatafuta maskaveta, sio madude gani ya kuvunja miamba. Mtu tu alikuwa anavunja mwamba.
Leo ili mjenge barabara zenu mtafuta hivi maeka baruti. Sasa hivi na taaluma ya baruti paji mwamba la ripuliwa. Kulikuwa na watu wana maguvu, nyinyi hamjai kuona. Allah anawataja kwa Qur'an. Soma Qur'ani, watu walipita bana, sio vijitu kama sisi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anawaambia masahaba, siogopei ufakiri, naogopea kukunjuliwa dunia kama ilivyokunjuliwa kwa wale waliopita kabla yao. Wakaishindania dunia, sababu fursa sasa. Watu washindania dunia. Hao wamekwenda kulima, hao wanakwenda baharini, dunia tu. Kama walivyoishindania waliopita kabla yenu, ikawaangamiza na nyinyi itawaangamiza. Kwa ogopeo, hofu ya bwana mtume ilikuwa ni kukunjuliwa dunia. Hadithi hiyo hadithi ni 4 itakuwa, si ndio? Nyingine hubbu dunia wa karahiyati al-maut. Mtapenda dunia na mtachukia nini? Kufa. Na nyingine ndio hiyo biashara za aina, kilimo, ukizikusanya watu watakapoipa kipaumbele dunia wakaacha dini, wasubirie udhalimu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kitakuongozea isome suratu Tauba aya 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdi alqawma alfasiqin. Waambie Muhammad, ikiwa baba zenu, watoto wenu, kaka, dada, familia yenu, wake zenu mlowaoa, aba, abna, ikhwan, kuna azwaj, ndio kuna ashira, familia, mali mlozichuma, biashara zenu na majumba yenu, makazi yenu. Vitu 8 vimetajwa kwenye aya hii. Na hii ni mifano. Leo kama wewe huna biashara, inawezekana ikawa mvuvi. Lakini magari hayakutajwa. Kuna wengine ni gari, apenda gari yake kuliko chochote. Sasa vitu hivi 8 ni ala sabili almithal, lakini vyote ukitazama ni dunia. Vikiwa vitu hivi ndio ahabba ilaikum min Allahi wa rasulihi, ndio vyapendeza zaidi kwenu nyinyi, mwavipenda zaidi kuliko Allah na mtume wake, na jihadi katika njia ya Allah. Fatarabbasu, subirini Allah aje na amri yake, halaki muangamizwe, mtakuwa madhalili, mtapigwa, mtaangamizwa. Na Allah hawezi kuongoza watu mafasik, watu ambao dunia wameipa kipaumbele kuliko Allah na mtume wake na jihadi katika njia ya Allah. Tumesema surati Tauba aya ngapi? Ya 28. Nisoma. Allah anatoa makemeo kwa watu. Ikiwa hii dunia, vitu hivi ukivitazama, mahangaiko ya watu leo ni nini? Bwana wajua watoto kadha ndo abna. Bwana wajua mimi nina wazazi ndo aba. Bwana wajua mimi nina wake ndo azwaji. Bwana wajua mimi nina ndugu zangu wanitazama ndo ashira. Bwana wajua mimi nina duka pale na hivi nina shamba, wajua tena ndo amwali. Bwana wajua nina biashara yangu ndo tijara. Bwana wajua kuna nyumba naimalizia ndo masaki. Hayo ndio mizunguko ya tuote iko. Bwana wajua kuishi majumba ya kupanga, sasa ninapambana bwana nimalize mjengo wangu. Kwa ndo darasani huonekani. Ndio tukitaka kununua amplifier mwezi wa Ramadhani mzima tuchangisha. Sababu unachokipata wa tofali na simenti na nondo. Kwa msikitini watupa buku. Masaki. Utizama Allah, hebu tuzingatie Qur'an, utaona mambo yako wazi. Na ndio maana wanasema ahlul ilmi, hizi hadithi kwa wakati huu